them tune. Mika Mwamba, drop that lead. Me a come again, me a come again. Yeah, yeah. Hey baby, to my life. Oh yes, Baby Tamara ni bonge moja ya nyimbo ambayo iliimbwa na msanii Hadmad ambaye yeye anafanya muziki wake wa reggae, lakini pia bado unakuwa na mahadhi fani hivi ya bongo flava. Tuwezi kusema sio bongo flava. Hii ni bongo flava, ni miongoni mwa nyimbo ambazo ziliweza kufanya vizuri sana kwa takriban miaka 10 na kitu 20 iliyopita. Tunapozungumzia Hadmad, bila shaka majinzi hawawezi kuelewa Hadmad nani, lakini wale watu wa millennial, nazungumzia watu fani hivi wa miaka ya 90 80, wanaweza kanielewa na kitu ambacho nakizungumza kuhusiana na Hadmad na muziki wake. Baby Tamara ni bonge moja ya nyimbo, umeweza kusikiliza hapo. Hata hicho kionjo ukisikia unaona kabisa ni msanii wa namna gani. Lakini tarehe 10 ya mwezi huu wa 6 tunaelekea kwenye tamasha kubwa ambalo limeandaliwa na wasanii wa kongwe wa muziki wa bongo flava, ambalo ni miaka 30 ya bongo flava. Bongo flava ni muziki wote ambao unaimbwa ndani ya mipaka ya Tanzania. Nazungumzia hip hop, reggae na vitu vingine. Kumekuwepo na wasanii wengi sana ambao wamekuwa kwenye hiyo listi, almost karibia wasanii zaidi ya 30 huko wako hapo na tutaweza kuperform siku hiyo ya miaka 30 ya bongo flava ambayo itafanyika pale Mlimani City. I hope nitakuwepo na nitakuwa nakuletea update mbalimbali kutokea hapo Mlimani City. Kwa hiyo kuwa tayari ama kaa tayari kwa ajili ya kupokea info nyingi sana za kiburudani kutokea hapo Mlimani City siku ya tarehe 10 ya mwezi huu wa 6 2026. Sasa ishu kubwa ni kwamba Hadmad ambaye aliimba Baby Tamara ameonekana kwenye mitandao ya kijamii akilalamika kwamba wao wametengwa na wamejaribu kuomba nafasi, wakaambiwa kwamba nafasi zimekwisha. Lakini anashangaa kuona wasanii ambao wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania wakipewa nafasi kuperform kwenye tamasha hilo la miaka 30 ya bongo flava ambayo itafanyika tarehe 10. Ni kitu ambacho yeye hajapendezwa nacho na ameweza kutoa dukuduku lake kupitia mitandao yake ya kijamii, ambapo amesema wanahofia, yani wanahanya, wanaogopa kwa sababu wanajua Hadmad ni mnoma sana. Hayo ni mawazo yake, sidhani kama ni kweli ama sio kweli. Kwa hivyo hayo ni mawazo huru na yanatakiwa yaheshimiwe kama vile ambavyo yeye mwenyewe ameweza kuyasema kupitia kwenye mtandao wake wa Instagram. Nitakuwekea clip ambayo ametoa malalamiko hayo kwa kunyimwa nafasi kwenye tamasha hilo la miaka 30 ya bongo flava. Tamasha hili ambao linaandaliwa kwa kushirikiana wasanii wote wa zamani, lakini kiongozi nimemuona sana akiwa ni Madi, lakini wapo wengine kina AY na nini na vitu kama hivyo. Wamekuwa kiratibu zoezi hili zima la wasanii na nani hapa form. Kwa hiyo lawama ziende kwa nani? Lawama ziende kwa Madi ama lawama ziende kwa nani? Hadmad inabidi atuambie yeye alimuomba nafasi, nani akamwambia hakuna nafasi? Yes, hilo ndio swali la msingi zaidi. Bwana, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunakwenda kwa jina la Hot Drop TV, lakini make sure unatufollow. Usiache pia kusubscribe kwenye button hapo chini ya video hapo. Bonyeza hiyo button alafu turn on ile notification kwa ajili ya taarifa mbalimbali, kwa ajili ya kupata update kila tunapokuwa tunazipandisha kutokea hapa. Langu jina ni Anicet the Great. Unaweza pia kunifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa jina hilo hilo. Asante, uwe na wakati mwema.